Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mambo ni vipi mwanafamilia wangu, karibu tena kuweza kuhabarishana ya kimichezo ambayo yanazidi kutokea sehemu mbalimbali, na sisi tunayokusanya na kusogezea moja kwa moja hapa Top 5 Media ili uweze kuhabarika na kufahamu kuhusiana na masuala mazima ya kimichezo. Na kubwa kuliko ambalo tunakwenda kuangazia siku hii ya leo, tunakwenda kutazamia mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, mchezo kati ya Tanzania Prison dhidi ya timu ya Yanga Sports Club, mchezo ambao unatarajiwa kufanyika Machi 12 katika dimba la Al Hassan Mwinyi lililopo mkoani Tabora, ambapo kuelekea kwenye mchezo huo kuna mengi yaloweza kuhappen sasa hivi juu ya sakata hilo la mchezo huo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kati ya timu ya Tanzania Prison wakienda kucheza dhidi ya timu ya Yanga Sports Club. Kunani huko ambapo kumeweza kujiri sasa hivi kuhusiana na sakata hilo la mchezo wa ligi kuu kati ya Tanzania Prison dhidi ya timu ya Yanga Sports Club. Nitakusogezea uweze kufahamu, na kubwa kuliko nitakuja kukusogezea kikosi ambacho klabu ya Yanga wanakwenda kuanza nacho dhidi ya timu ya Tanzania Prison katika mwendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Sasa mpaka sasa hivi ninavyozungumza na wewe, tayari kikosi cha Tanzania Prison kipo njiani kuelekea pale mkoani Tabora kwa ajili ya mechi ijayo ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara dhidi ya wapinzani wao Yanga Sports Club, mchezo ambao unatarajiwa kufanyika Alhamisi hii ya Machi 12 katika dimba la Al Hassan Mwinyi lililopo hapo mkoani Tabora. Tanzania Prison wao waliweza kuondoka mkoani Mbeya usiku wa jana kuelekea Tabora kwa maandalizi ya mchezo huo muhimu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Lakini kwa upande wa timu ya Yanga Sports Club, wao wanatarajiwa kuondoka Machi 11 kuelekea mkoani Tabora kwa ajili ya mchezo huo muhimu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo, kocha mkuu wa klabu ya Yanga hapa namzungumzia bwana Pedro Gonzalez, hapo awali alizungumza kwamba kwenye michezo ya nyuma kuna nyota ambao waliweza kupata majeraha na kupelekea kufanya rotation kubwa kwenye kikosi chake cha kwanza. Sasa nyota hao bado wapo nje ya uwanja na wanaendelea kuuguza majeraha yao ambayo yaliwafanya kwenye michezo ya nyuma ambapo Yanga alikuwepo dimbani kuikosa hiyo michezo, na kuelekea kwenye mchezo huu pia nyota hawa hawatakuwepo. Hivyo tutegemee mabadiliko makubwa kwenye kikosi cha kwanza ambacho kitakwenda kuanza dhidi ya timu ya Tanzania Prison kwenye mchezo huu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kati ya Tanzania Prison dhidi ya timu ya Yanga Sports Club. Sasa niko hapa na kikosi ambacho naamini kocha mkuu wa klabu ya Yanga bwana Pedro atakwenda kuanza nacho dhidi ya timu ya Tanzania Prison, kikosi ambacho licha kuwa na mabadiliko makubwa lakini naamini kitaenda kuleta matokeo chanya kwa upande wa timu ya Yanga Sports Club. Kwa upande wa golini hapa tutegemee kumuona golikipa Djigui Diarra akisimama kwenye milingoti mitatu ya timu hiyo ya Yanga Sports Club, huku beki nambari 2 akiingia Yao Atora Kwasi, lakini beki nambari 3 akiingia mchezaji Shedrack Kiboka, beki nambari 4 na beki nambari 5 Bakari Nondo Mwamnyeto akishirikiana na Ibrahim Abdullah Baka, kiungo nambari 6 Mohamed Damaro, winga nambari 7 hapa Max Nzengeli. Kwa upande wa kiungo nambari 8 tutegemee kumuona mchezaji Duke Abuya akienda kuanza kwenye eneo hilo, lakini kwa upande wa mshambuliaji kinara tutegemee kumuona Depu, huku kiungo nambari 10 tutegemee kumuona Alan Okelo, na winga wa kushoto tutegemee kumuona mchezaji Buba Jamei akienda kuanza akitokea eneo la winga ya kushoto. Hiko ndo kikosi ambacho naamini kocha Pedro atakwenda kuanza nacho kwenye mchezo huu muhimu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, kufuatia baadhi ya wachezaji wake kuwa na ama kuuguza majeraha nje ya uwanja ambao watakaokosa mchezo huu muhimu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Una maoni gani mwa mchezo wangu kuhusiana na hiki ambacho nimekusogezea sasa hivi? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kushare na kusubscribe channel yetu.